tuendesha kwenye ratiba ya mchana wa leo. Karibu Baba Askofu. Tutaimba wimbo ulio katika na suluhu hii si kwa kulaumiana sana, lakini ni kwa kutafuta ni jinsi gani hospitali hizi zetu zitafanya kazi na tuone kuna matibabu. Maana Wanjiku aliye hapa kile anachohitaji hospitalini ni matibabu. Na sisi kama bunge tumefanya mikutano yote, tumefanya mazungumzo, tumejaribu na madaktari, tumejaribu upande wa serikali. Na ile mimi naomba ni kwamba tujiulize vizuri ni njia gani, jinsi gani sisi kama viongozi tutakavyohakikisha kuna huduma katika hospitali. Kama madaktari wanataka kuzungumza nasi, serikali tukubali tuzungumze. Kama itakuwa serikali haitaweza, ni jinsi gani tunaweza tafuta. Je, tutaitisha conditional grant ya kulipa madaktari wale na specialists kutoka kwa national government? Je, tutapropose level 5 na level 6 zipelekwe back to the national government? But we must come out with that solution so that we have our people getting treatment and getting health services as they require. Na one of the basic services watu wanahitaji kupewa ni ya afya. Sasa badala ya watu kusema mengi ya kuboresha familia, inakuwa ni siasa. Na ni jambo la kufedhehesha sana. Manake sisi kama Wakikuyu, sisi wa Kristo, sisi hatunanga maneno ya siasa kwa mazishi. Hata mimi siongeangi siasa. Manake kuna wale watu wamelia. Mama amesimama hapa na ameomba ombi moja. Akasema ninyi ambao mko kwa viti, kama mnaweza kusaidia familia hii ya Maitho, kuna wengi sana. Hata sasa hivi ndani ya serikali wamesaidiwa na Maitho, lakini labda wengine hawakumbuki. Jana mimi nikatumwa na Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana, kwa Bishop, kwa kifupi sana. Jana nikatumwa na Rais na mchango wake wa 1500. Nikaambiwa kanini hujafikisha kiwango ya kutumwa na Rais. Nikasema ni sawa tu, lakini nilikuwa nimetumwa. Mimi ni Mkristo. Hata leo kwa magazeti wameandika kwamba kanini alidanganyana, ametumwa na Rais. Mimi ni Mkristo, nimezaliwa katika kanisa ya PCA na siogeagi uongo. That is the truth. Na leo mimi nauliza, ile nimetumwa nayo hapa na Rais, nitoe ama nirudi nayo? Bas, leta. Niliongea on Friday last week. Nilikuwa Mombasa. Mimi nikaongea na Rais, nikaenda mpaka kwake State House Mombasa. Nikamwambia rafiki yake Maitho ameaga. Akaniambia what? Cause wote ukiangalia kwa hii wewe utaona yeye wakiwa na picha na nani? Na Rais. Nikamwambia rafiki yako ameenda. Akaniambia sana angetaka kuja mazishi, lakini kukakuwa na kazi mingi. Akarudi kwa mfuko yake, akaniambia mama, kwa sababu kuko na changamoto hapa na pale, akaniambia kanini, kwa sababu tunajua unafikisha ukitumwa, akanipatia 500,000. Akaniambia niletee mama. Na hii pesa natoa na nipelekee mama. Lakini ya muhimu si pesa hii. Akaniambia kitu, mheshimiwa shika hapa 500,000 kutoka kwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Ya pili, akaniambia kijana wake ama msichana wake ambaye hana kazi nipatiwe jina hilo mara moja na nimpeleke, na ikifika next month atakuwa kazini. Ile amepelekewa na nani? Na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sasa jameni, nikitumwa niwe nafikisha ujumbe ama nisiwe nafikisha jameni? Ya mwisho Bishop, kwa sababu lazima tuseme haya. Sisi wa Kikuyu ni kana kwamba siasa ya 2022 itafanyika tu kwa Kikuyu peke yake. Tikana kwamba hakutakuwa na uchaguzi pahali pengine popote. Sisi ndio tumekuwa wajuaji wa siasa. Sisi hata sasa hamtushukuru Mungu kusema Mungu tuonyeshe kiongozi wa 2022. Sasa sisi ndio tumekuwa watabili, hivyo ndio tuweketeogea jata, na hivyo tuamenya no wakorohana no tutakorohana. Nitamuhoyo kindu kimwe. Nitunyiterera mugathe Uhuru Muigai Kenyatta ona ma minister maria ahete wira ndamathaitha. Na tondu mwina munyaka ni muhetwo minister umwe guku.
na nimumenyaga gite kiu kiari gia gwitu Rware no tukiuga nyere na kundu gwetagwo Laikipia no kumwe itikira ikwira minister nake ni anyitirire mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta na riria ararumwo mukamenya ni ithuĩ tũrarumwo na macio manini. Sasa hii mwaka tumeanza mwaka mpya, and it is only fair if it is a new year we start on a new foot. Tuanze mambo upya, tutengeneza ile ilikuwa ya last year mbaya, turekebisha ikuwa mzuri this year. Ile commitment tunawapea watu wetu wa Nanyuki na wa Laikipia, sisi NTRH tutanyorosha ikuwa mzuri. There will be doctors, there will be clinical officers, there will be nurses. Hiyo mashida last year tuachana nayo. Saa hii tunaongea, we have 4 specialists kwa ile hospitali wamereport this month, na this month leo ni tarehe 9. There are 9 doctors in that hospital and there are 24 clinical officers. Now we will continue adding more, kwa sababu sisi pia tunasikiza kilio ya wananchi. So we give ourselves time. After 3 months we evaluate, because kama kuna shida, kurekebisha hiyo shida lazima tuzungumze, tuelewane, tupeane heshima na mambo ikuwe sawa sawa. Na naomba wanasiasa wako kwa leo na wale wanaotaka kuwa, jameni, tuangalie ya kwamba wananchi wa Kenya wataishi baada ya siasa. Nasikia saa ingine kega nyinyi ndio mnasidi sana. Tuliza ball na mnakataa kutuliza. Si mtulize sasa. Hebu nikuulize, nafikiri kwa mazishi hii pengine kiongozi pekee asiye Mkikuyu ni mimi, lakini ni kiongozi wa Laikipia. Na waulizeni, kwa sababu tunashangaa ile siasa inaendelea Kenya, Wakikuyu mnauliza nini rais yenu? What's the matter with you guys? Yaani mumechoka tukiwafuatia rais. Sasa we are getting a little clever. Tutawakatazeni ndio mnyamazi. Lakini hata sio nyinyi peke yenu, na wale wengine ambao wanatafuta urais watulize mbona. Mimi juzi nilianza hospitali Nairobi Hospital kutibiwa nikiwa Nairobi, alafu nikapeana details yangu. Daktari alipoona ya kwamba kaunti yangu inaitwa Laikipia, akaniambia, wewe unatoka ile kaunti unafukuza madaktari. Nikaambia mimi sina habari, kwa sababu kweli sina habari, lakini habari nimepata. Madaktari rudisheni watu tibu. Wacha siasa wewe. Wacha siasa. Ambaye Mheshimiwa Kanini Kega amesema, mimi na speaker wangu amesema, mimi ninakubaliana 100% ya kwamba president wetu apatiwe heshima. Niwe twashagurire na tukimushagura tathuraku ni makanatima. Tunaomba kwa heshima sisi watu wa Central na Kenya mzima tumpatie Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na ningeomba tu kwa heshima tusisahau hii urafiki ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto ambao ilianza 2013 kule Nakuru. Tusisahau, kwa sababu huo urafiki ndio umeweka Kenya ikawa stable mpaka mahali tumefika. Mheshimiwa Kanini Kega na sisi viongozi wote,
o haria okugira mheshimiwa Uhuru Kenyatta aheo heshima, o hau uge William Ruto deputy president aheo heshima. That is the way it will go. Kwa sababu hakuna ukishambulia Uhuru Muigai Kenyatta, umeshambulia William Samoei Ruto. Ukishambulia William Samoei Ruto, umeshambulia Uhuru Muigai Kenyatta. Those are inseparable pairs. Tuwaheshimu hawa wawili. Acio marehete bũrũri hamwe. Kuma 2013, 2017 tukabahatika mheshimiwa Raila Odinga akaingia kwa bus, akaingia katika hii bus ya kuleta Kenya pamoja. That is supplementary effort. Tusisahau ile safari ya kwanza in 2013 ambayo umetulete mpaka hapa. Tothi oguo kana nĩ atĩa andũ tuperekane hivyo. Ngai amũrathime, Ngai amwĩkega. Mwanzo nisisitize vile mumeelezwa na Deputy Governor Bwana Mwaniki kwamba ni kweli changamoto za kimaendeleo katika Kenya yetu na katika Laikipia hii ni nyingi, na tunaendelea kuzitatua one by one. Ni kweli, kwa mfano vile Mheshimiwa Kaparo anasema barabara kutoka Kimanjo kuja mpaka Ilpolei kuja mpaka Nyanyuki imedhoofika zaidi na inafaa tufanye ukarabati. It is true. Yeah, hata na kwenda Doldo mwingine anasema, ni bishop mwenyewe anasema, kwenda hivi mpaka senta ile ya Matanya, kwenda hivi Male ukatokea ng'ambo ile. Ni kweli hayo mambo. Ni kweli tunataka tuwe na hali ya matibabu ya hali ya juu. Ndiyo sababu serikali yangu na serikali kuu tunafuatilia UHC. Hayo yote ni kweli. Mimi ningekubaliana na Polycarp kwamba kusuluhisha haya mambo yetu kama binadamu, hatutasuluhisha tukigombana. Na tukiwa na ushirikiano utaona kwamba tutasonga mbele kwa haraka. Kwenye nchi tukae pamoja. Tukumbuke kuna leo na kuna kesho. Tukicheza siasa tukumbuke kuna wale tulikuta kwa dunia hii wakifanya siasa na wakaenda zao. Hata Maitho ameenda zake. Mwanasiasa sujaa. Na pia sisi hata tukiishi hatutaishi kama mawe. Na kwa hivyo tukiongea maneno ya nchi, tuongee tukijua kuna vizazi vijao. Tujue kuna nchi ya Kenya ambaye itatupita. Sisi tuongea siasa miaka ingine 10-15 na tutawashia wengine. The question is, tutawashia nchi ikiwa namna gani? Na niye ndi Mũgĩkũyũ yajaga kuga aborore gwaku nyũmba ũgĩthiĩ gwaka kwene wambe wake gwaku. Tigo tiga ngiri ciaku ikĩgwa ũgathiĩ gwaka ciene. Tigo tiga ng'ombe yaku ĩkĩania ũgatuĩre ene. Na koguo kĩa mũico ngũkorwo ndio Mũgĩkũyũ na nyũmba no nginya iguane na tucokanie ndundu na tuhũrĩre rige na cira igĩrĩrwo njũng'wa. Familia tigaina wega, Mwathani amũrathime amũihũrie wendo ngoro-inĩ na tutikamwenie nĩ tũcoka rĩngĩ. Tũkũmũtigĩra mwene nyaga amũrorage. So my friend, kĩrĩa Ngai arathimĩte gũtirĩ ng'enda thĩ ĩngĩruma. Na atirĩ bata wa gwĩtũgĩria thĩ ĩno yothe tondũ maũndũ macio wonaga mega gwaku mũciĩ. Ng'ombe yaku ĩgĩciara mahatha, ngũkũ ciaku ikĩrekia mweri mũgima, macio nĩ maũndũ ma mwene nyaga. Na atirĩ we ũndũ ũngĩka kũhingia maũndũ macio kũmahingĩrĩrio na hanini. Ngoro yaku hingo ciothe meneage Mwathani tondũ nowe ũngĩkuonerekera maũndũ maku mothe. Na ũmũthĩ ũyũ angĩkorwo wĩ mũrathimĩre ũtongoria no ũkanengerwo. Mũkũrana gũkũmũkĩragia who is the next governor, no Ngai nĩ andĩkire ibuku-inĩ rĩake wega akĩandĩka ũyũ nĩ agatuĩka governor wa Laikipia. Ũyũ nĩ agatuĩka president wa Republic of Kenya. Ũyũ nĩ agatuĩka chairman nginya wa Monada nĩoĩ tondũ na Mwathani nĩoĩ nĩ ũgũciarwo ũmũthĩ na nĩ ũkũhurũka mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo gĩthagathago kĩingĩ ngoro-inĩ tutiganage nakĩo. Ya neighbor yaringĩrĩra mũhoere wega ũkona gwa kũgĩra iria rũciũ. Ciene tigana nacio na niĩ ndiaragia. Nyendaga kwĩharĩria wĩra wakwa ũkonekana na harĩa tũgũthiĩra mbere. Nĩkĩo ndakũhe maitho gĩtĩo kĩa mũico mũthenya wa ũmũthĩ.